Reza Pahlavi, mwana mfalme wa Iran, ufalme uliopinduliwa mwaka 1979 na kuanzishwa kwa serikali ya mapinduzi ya Iran, bado anataka serikali hii ambayo inaongozwa na Ayatollah Al-Khamenei iondolewe madarakani, huku akiendelea kutumia nguvu kubwa katika kuhakikisha utawala huo unang'olewa. Mwanamfalme huyu wa Iran, Reza Pahlavi, ametangaza matakwa 6 ya jumuiya ya kimataifa na watu wanaoishi nje ya Iran kuunga mkono waandamanaji na wanaharakati wote katika taifa hilo kupitia chapisho lake rasmi la ukurasa wa X mnamo jana Alhamisi jioni. Anasema kupitia chapisho hilo, shughuli zote, iwe mikusanyiko, vikao, maandamano, mazungumzo na mawasiliano na watu wa maamuzi na wabunge au watu wa habari wa umma kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, lazima wazingatie matakwa haya 6, alisisitiza Pahlavi. Takwa la kwanza ni kuwalinda watu wa Iran kwa kudhoofisha mifumo ya utawala ya ukandamizaji, hasa kwa kulenga jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, makamanda wake, muundo wake wa amri na miundombinu yake. Pia alitoa wito kwa makundi ya kisiasa ya nchi washirika kuanzisha shinikizo la juu zaidi la kiuchumi kwa kuzuia mali ya utawala duniani kote na kulenga mtandao wake wa siri wa meli za mafuta zinazojulikana kama meli za kivuli. Pahlavi aliomba kwamba Elon Musk na wengine wenye uwezo kama huo watoe mtandao kwa Iran kupitia Starlink na zana zingine salama za mawasiliano na kuzima uwezo wa serikali wa kufunga mtandao. Hata hivyo, Pahlavi ameomba jumuiya za intelijensia ulimwenguni kuunga mkono Iran. Takwa la Pahlavi la kutaka kumalizika kwa maandamano hayo ni kuwafukuza wanadiplomasia wa serikali na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wahusika wa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Maana yake ni kwamba kila nchi ambayo kuna viongozi wa Iran wa kidiplomasia wanapaswa kufukuza katika mataifa mbalimbali duniani. Lakini pia ametoa wito wa kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa wafungwa wote wa kisiasa. Pahlavi kwa kuongezea alisisitiza hamu yake kwa Iran na washirika wanaopinga serikali hiyo kujiandaa kwa kipindi cha mpito cha kidemokrasia ndani ya nchi na baadaye kutambua serikali halali ya mpito. Akihutubia wakazi wa Iran na juhudi zao katika harakati za kupinga serikali, Pahlavi alisema kuwa maandamano makubwa na ya ajabu katika siku za hivi karibuni katika pembe zote za dunia, kutoka Australia hadi Ulaya kote hadi Kanada na Marekani, yamewapa nguvu na matumaini wananchi wote wenye ujasiri katika nchi yao inayokaliwa. Sauti yako ni sauti ya taifa la Iran. Ninashukuru na kushukuru leo, wakati ambapo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia mauaji ya kikatili na kisheria ya kijeshi imepandisha gharama za watu kuingia mitaani nchini Iran. Jukumu lenu la kukusanya uungaji mkono wa kimataifa kwa ajili ya wenzetu ni nzito kuliko wakati mwingine wowote, ameeleza zaidi Pahlavi, mwanamfalme ambaye anatafuta mamlaka kwa kutumia nguvu ya ushawishi kutoka katika mataifa mbalimbali ya nje ya Iran. Mwanamfalme huyo anauona utawala uliopo nchini Iran kwamba ni utawala usiostahili kuwepo katika nchi hiyo, na hii ni kutokana na kwamba baba yake aliondolewa madarakani kupitia mapinduzi ya mwaka 1979. Umuhimu wa jukumu lenu ni mkubwa kuliko wakati wowote hapo awali. Kuendelea kwa shughuli zenu ni muhimu na ni muhimu zaidi, na lazima ziwe pana zaidi, zenye utaratibu zaidi, zenye mshikamano zaidi na zinazoendeshwa kwa madhumuni zaidi, alisema Pahlavi. Alitoa wito kwa wanaharakati wote kubaki na umoja chini ya bendera ya Simba na Jua ya Iran ambayo imekuwa ikitumiwa na wanaharakati wanaopinga serikali, haswa wale wanaunga mkono juhudi za Pahlavi kuanzisha mabadiliko ya kidemokrasia. Ametoa wito kwa waandamanaji wanaopinga serikali kuainisha, kuratibu ili kuongeza ufanisi, akisema wekeni tofauti za kibinafsi, epukeni juhudi sambamba na tenganisheni programu katika jiji moja. Sawazisheni na ratibuni juhudi zenu ili ziwe za ufanisi zaidi. Kumbukeni kwamba mbele ya macho ya ulimwengu nyinyi ni wawakilishi wa taifa kubwa la Iran. Mwenendo wenu lazima uwe wa kustahili, wa kistaarabu na uendane na maadili na utamaduni wa Iran. Timu yangu na mimi tunafuatilia kwa karibu shughuli zenu zinazoratibiwa, aliongeza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.